kuelekea mchezo wa hatua ya 32 bora kati ya Yanga dhidi ya Polisi Tanzania, ambao mwisho wa siku Yanga walipata ushindi mnono wa mabao 7-1 na hivyo kusonga mbele kwa hatua ya 16 bora ya michuano hiyo, ambayo wanajaribu kutetea taji lake kwa mara ya 5 mfululizo. Ilionekana kana kwamba haitakuwa mechi nyepesi hata kidogo. Ni kwa sababu Yanga walikuwa wakienda kucheza dhidi ya timu inayofanya vizuri katika championship, ambapo Polisi Tanzania katika championship kati ya timu 16 yenyewe iko nafasi ya 5, ikiwa ni miongoni mwa timu zinazofunga mabao mengi, kwa sababu mechi 20 imefunga mabao 32. Timu inayoongoza kwa kufunga mabao mengi ni vinara Kagera Sugar mabao 39, lakini vile vile Geita Gold ambao pia wana mabao 39. Wengine ni pamoja na Mbeya Kwanza wenye mabao 34. Wao kwa na mabao 32, maana yake ni timu ya 3 kwa kufunga mabao mengi katika championship, ligi ya championship. Lakini kwenye kuzuia pia Polisi Tanzania chini ya kocha Mbwana Makata walikuwa wanakwenda kwenye mechi dhidi ya Yanga wakiwa na rekodi ya kuwa ndio timu ya pili kwa ukuta imara, kwa sababu ilikuwa imeruhusu mabao 15 tu. Timu inayoongoza kwa kutoruhusu mabao mengi ni vinara Kagera Sugar ambao wameruhusu mabao 11 pamoja na Mbeya Kwanza ambayo pia imeruhusu mabao 11. Wao Polisi Tanzania inashika nafasi ya pili kwa kuruhusu mabao 15. Lakini ni timu ambayo kwenye usajili wa dirisha dogo imeongeza wachezaji kadhaa nyota, akiwamo Tariq Seif Kiakala, mshambuliaji wa zamani wa Yanga, lakini vile vile beki wa kati Geoffrey Muha ni miongoni mwa wale ambao walisajiliwa katika dirisha dogo na kuongezea nguvu Polisi Tanzania, ambao kabla ya mechi dhidi ya Yanga walikuwa na endelezo mzuri wakishinda mechi 5. Sasa ilitarajiwa itakuwa ni mechi ngumu, na tena kocha Mbwana Makata mzoefu alikuwa ameshazungumza hapo kabla kwamba wanakwenda kuiheshimu Yanga, kwamba watakuwa wanazuia zaidi, kushambulia kwa kujibu, ili kutumia nafasi chache watakazozipata kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Lakini katika mechi yenyewe sasa, alichoonyesha kocha Pedro Gonçalves ni juu ya uimara wa kikosi cha Yanga kuwa na wachezaji wengi wenye ubora wa hali ya juu. Ni kwa sababu ni katika mechi ambayo nyota kadhaa waliozoeleka kuwa wanaanza mara kwa mara kwenye kikosi cha kwanza hawakuanza kwenye mchezo huu. Hakukuwa na Peodo Pako Mzuzwa, hakukuwa na Maxim Pia Zengeli katika kikosi cha kwanza, hakukuwa na Zuka Abuya, hakukuwa na Izra Patrick Mwenda, hakukuwa na Mohamed Hussein Shabalala, hakukuwa na golikipa Djigui Diarra katika kikosi kilichoanza, hakukuwa na Prince Dube katika kikosi kilichoanza, ingawa yeye alikuja kuingia baadaye katika kipindi cha pili. Lakini bado Yanga ikaibuka na ushindi mnono wa mabao 7-1. Laurindo Depu akipiga hat-trick, mabao 3, hat-trick yake ya kwanza akiwa na Yanga tangu ajiunge wakati wa dirisha dogo la usajili. Lakini Mudathir Abbas aliendeleza kiwango bora kwa kufunga bao mojawapo. Alan Okello alionyesha kiwango cha juu akichangia mabao takriban 3 kutokana na harakati zake kwenye eneo la kushambulia, likiwamo bao mojawapo ambalo ni la kujifunga la beki Joseph Majagi, kutokana na yeye Alan Okello kupiga mpira uliogonga nguzo na kurejea na kujikuta beki akijifunga. Lakini kijana Abdul Nasir aka Casemiro alihitimisha ushindi mnono wa Yanga kuelekea mwishoni mwa mchezo. Sasa kwenye kikosi kilichoanza cha kocha Gonçalves ndicho ambacho kinaweza kikawapa matumaini makubwa wana Yanga na hususan mashabiki wake, lakini pia kwa wale wanaoamini kwamba inao uwezo wa kutetea taji la 5 mfululizo la michuano hii ya kombe la shirikisho la benki CRDB. Ni kwa sababu gani? Katika kikosi hicho kilichoanza, golikipa alianza Hussein Masalanga na wala sio Djigui Diarra, na wala hakuwepo Abu Talib Msheri katika kikosi kilichoanza. Namba 2 alianza Kwasi Atula Yao, ambaye yeye kwa siku kadhaa hivi karibuni amekuwa akirudi kidogo kidogo baada ya kupata majeraha yaliyomweka nje kwa miezi kadhaa. Lakini kwenye timu hii iliyocheza dhidi ya Polisi alianza na alionyesha kiwango bora sana Kwasi Atula Yao. Lakini nambari 3 alikuwa ni Kibwana Shomari. Yeye huzoeleka kwamba haanzi mara kwa mara katika kikosi kinachoanza, lakini hata anapocheza yeye ni beki wa kulia. Lakini katika mechi hii alianza kama makeshift fullback akicheza upande wa kushoto, ingawa yeye nafasi yake mama huwa ni beki wa kulia. Katikati kulikuwa na Ibra Baka, yeye huwa anaanza mara kwa mara, lakini alikuwa na Frank Asinki ambaye huwa haanzi mara kwa mara, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana. Eneo la kiungo kulikuwa na Mohamed Damaro Kamara pamoja na Mudathir
Yahya Abbas. Kwenye viungo wa pembeni kulikuwa na Lasin Kouma, kulikuwepo na Alan Okello. Yeye Okello akiwa miongoni mwa wachezaji ambao huanza mara kwa mara katika vikosi vya Yanga hivi karibuni. Kwenye washambuliaji kulikuwa na Emmanuel Mwamengo akiwa pamoja na Laurindo Depu. Ndivyo Yanga walivyoanza, na hivyo hutomuona Duke Abuya, hutomuona Maxim Pienzengeli, Peudo Pacome Zouzoua, Prince Dube, Shadrack Sakaboka au Mohamed Hussein Shabalala kwa beki wa kushoto, lakini pia Izra Patrick Mwenda kwa beki wa kulia, lakini bado Yanga ikapata ushindi huo mnono wa mabao 7-1. Wao Polisi Tanzania walianza na kikosi imara sana, wakiwa na mfumo kama wa Yanga ambao ni baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili. Polisi pia walianza hivyo, golikipa akiwa ni Harun Mandanda, kipa mzoefu katika ligi kuu Tanzania bara, lakini anaitumikia Polisi Tanzania kwenye championship. Lakini katika mabeki walioanza katika mfumo huu wa 4-4-2 baada ya golikipa kama ilivyokuwa kwa Yanga, alikuwepo Joseph Majagi alikuwa pamoja na Geoffrey Muha. Wakati mabeki wa pembeni alikuwepo nahodha Dennis Cuthbert ambaye anaingia kwenye mchezo huu akiwa na rekodi kwenye championship, akifunga mabao 3, akitoa assist 9, akichangia mabao 12 kati ya mabao 32 ya Polisi Tanzania. Nahodha yeye ndiye alianza kama beki wa kulia. Beki wa kushoto alianza Tungu Robert, ingawa alikuja kutoka katika kipindi cha pili kama ilivyokuwa kwa Harun Mandanda aliyebadilishwa katika kipindi cha pili na kuingia kwa golikipa Christopher. Lakini kwenye viungo kulikuwa na Tatizo Shem, alikuwa pamoja na Rajabu Athmani, wakati kwenye washambuliaji au tuseme mawinga wao walikuwa ni Jamali Mtegeta ambaye ni mzoefu katika ligi kuu Tanzania bara, ingawa hivi sasa yupo na Polisi katika championship. Alikuwepo pia Juhudi. Wakati katika washambuliaji wawili kulikuwa na mshambuliaji wa zamani wa Yanga Tariq Seif Kiakala, alikuwa pamoja na Emmanuel Mpuka. Bado katika uchezaji huu Polisi Tanzania muda mwingi, ingawa inaonekana ni 4-4-2 baada ya golikipa, lakini cheza yao kwa kiasi kikubwa walikuwa wanacheza wakiwa wengi kwenye eneo lao, huku mbele wakimwacha Tariq Seif Kiakala katika kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili muda mwingi jukumu la kubaki kama mshambuliaji mmoja alikuwa ni Emmanuel Mpuka, huku wengine kwa kiasi kikubwa wakifanya kazi kubwa ya kwenda kuungana na mabeki wao kuhakikisha wanakuwa salama, ikiwa ni kuzuia zaidi. Lakini pamoja na kufanya hivyo, Yanga walikuwa bora sana, kwa sababu katika muda mwingi wa mchezo Depu alikuwa akiwa occupy, akiwa katikati ya mabeki wawili, wakati Joseph Majagi pamoja na Geoffrey Muha, huku Emmanuel Mwamengo akiwa achezi mbali katika eneo hili wakati wanashambulia, huku Lasin Kouma, Alan Okello muda mwingi wakiwa nao ni kama supportive strikers, washambuliaji wasaidizi nyuma ya mshambuliaji kinara, wakitoa nafasi kwa pasi tula yao yeye huwa anaongeza mapana ya uwanja kwenda kupiga cross katika muda mwingi wa mchezo. Lakini Kibwana Shomari alikuwa anafanya hivyo kwa upande wa kushoto, wakati huo Mudathi Yahya Abbas akiwa muda wote wanaposhambulia anakuwa naye miongoni mwa wale wanaokuwa nyuma ya mshambuliaji kinara Laurindo Depu. Lakini kwa Mohamed Damaro Kamara alikuwa cheza yake muda mwingi yupo katika eneo la kati akiungana na mabeki wa kati Ibra Baka na Frank Yasink, katika mechi ambayo dakika zote 90 Yanga muda mwingi wa mchezo alikuwa anacheza katika nusu ya pili ya uwanja, kwa maana kwenye eneo la Polisi Tanzania. Na ndio maana haikushangaza kuona mpaka mapumziko Yanga wakiongoza kwa mabao 4-0 baada ya kupiga mashuti 7, kati ya hayo 5 yakilenga shabaha, ilhali Polisi wakiwa wamepiga mashuti 3, hakuna lolote lilolenga shabaha. Yanga wakimiliki mpira kwa zaidi ya 60%, huko kila moja akipata kadi ya njano. Yanga Mohamed Damaro Kamara katika kipindi cha kwanza akipata kadi ya njano, lakini pia Tatizo Shem naye alipata kadi ya njano katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili walau Polisi waliamka kidogo, ndio baada ya mabadiliko aliyofanya, ikiwamo kutoka kwa beki wa kushoto Tungo Robert, kutoka kwa golikipa Harun Mandanda, kutoka kwa Tariq Seif Kiakala akaingia Hamadi. Bado walikuwa walau wanaonyesha uhai zaidi katika kipindi cha pili, ambapo Emmanuel Mpuka alikuwa kinara zaidi katika kipindi cha pili kwenye mashambulizi yao. Aligongesha nguzo mpira mmoja, lakini alipata nafasi ya 1v1 yeye na golikipa Hussein Masalanga, lakini bahati mbaya kwao alipiga mpira nje. Mwisho wa siku Yanga wakaongeza mabao mengine 3 katika kipindi cha pili
na kupata ushindi wa mabao 7-1. Kwa lugha nyingine ni kwamba kocha Pedro Gonçalves kutokana na kikosi alicho nacho katika kila nafasi kwa wachezaji wenye ubora wa hali ya juu, akawa na jeuri ya kutokuwa na wachezaji wake kadhaa nyota ambao huanza katika kikosi chake cha kwanza mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya kimbinu, mabadiliko ya kiufundi yeye mwenyewe, lakini pia mabadiliko ya lazima kutokana na hali ya majeraha kwa baadhi ya wachezaji. Hakuwa na Dickson Job, hakuwa na Pacome Zouzoua, hakuwa na Ezra Patrick Mwenda, hakuwa na Mohamed Hussein Shabalala, hakuwa na Shadrack Sakaboka, hakuanza kikosini na Duke Abuya, hakuanza kikosini na Maxime Pianzengeli. Prince Mpumelo Dube alikuja kuingia kipindi cha pili, bado akapata ushindi wa 7-1. Ikumbukwe kwenye mechi ya kwanza ya hatua ya 64 bora Yanga walishinda kwa mabao 2-0 dhidi ya Cosmopolitan. Kwa lugha nyingine, baada ya mechi mbili tayari Yanga wameshafunga mabao 9, wameruhusu bao moja. Hili bao moja ni la dakika 82 alilojifunga Frank Asink katika harakati za kuokoa kwenye kipindi ambacho walau Polisi Tanzania walikuwa wakifika zaidi kulinganisha na kipindi cha kwanza. Mechi mbili mabao 9, maana yake Yanga wameonyesha ishara kwamba wanapambana kutetea taji la michuano hii ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara ya 5 mfululizo, kwa sababu msimu uliopita mechi 6 za michuano yote hii tangu mechi ya raundi ya pili ambayo timu za ligi kuu huanzia mpaka fainali, Yanga walikuwa wamefunga mabao 22, wameruhusu mabao 2 wakati wakitwaa taji la 4 mfululizo la kombe la shirikisho. Lakini msimu huu tayari mechi 2 wana mabao 9. Je, itakuwa vipi? Yanga kwa jeuri hii ya kocha Pedro Gonçalves ya kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake alafu bado anapata ushindi mnono, ataendeleza hivi na vipigo vizito dhidi ya wapinzani wake hadi kufika fainali na kutoa taji la 5 la. Je, kocha Pedro Gonçalves ataendeleza jeuri hii ya kuwa na uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake alafu bado akapata matokeo anayohitaji, ikiwamo kutoa kipigo kizito kama hiki dhidi ya Polisi Tanzania cha mabao 7-1 katika mechi zijazo, ikiwamo ya raundi ya 16 bora atakayocheza dhidi ya timu ya Arusha, na kuendeleza mwenendo huo mpaka fainali na kutoa tena taji la michuano hii ya kombe la shirikisho la benki CRDB kwa mara ya 5 mfululizo. Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.